inapingana au inapingana na maono yako. Dhambi inapingana au inapingana na maono yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Dhambi inapingana na maono yako. Kwa nini? Kwa sababu tunasema dhambi ni kutokutii sheria za Mungu. Dhambi ni kutokutii sheria za Mungu. Hebu tusome kile kitabu cha Wakorintho, yule msomaji, Wakorintho sura ya kwanza ule mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na mstari ule wa 12 mpaka 20. Wakorintho, kimbia usome kwanza sura ya 6 ule mstari wa 12 mpaka 20. Tutasoma michache tu, lakini tungine utaendelea mbele. Na vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vinafaa. Vitu vyote ni halali kwangu, vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni vya tumbo, na tumbo ni kwa vyakula. Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa vyakula. Na tumbo kwa vyakula. Lakini Mungu atavitoesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa. Mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana. Ni kwa Bwana. Naye Bwana ni kwa mwili. Kumbuka hiki kitu. Kumbuka lugha yake ilivyo, naona. Asema mwili si kwa zinaa. Tunaenda sawa? Na zinaa si kwa mwili. Kwa sababu mwili ni kwa Bwana. Endelea. Naye Mungu alimfufua Bwana. Na tena atatufufua sisi kwa uwezo wake. Atatufufua sisi kwa uwezo wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Hamjui miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Nivitwae viungo vya Kristo alafu vikawa viungo vya kahaba? Hasha! Hapana. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeumbwa na kahaba ni mwili mmoja? Hamjui kuwa aliyeumbwa na kahaba? Au hamjui ya kuwa yeye aliyeumbwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana aseme wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeumbwa na Bwana ni roho mmoja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendaye mwanadamu ni nje ya mwili wake. Atendaye dhambi, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Ishia tu hapo, utaendelea kusoma. Sasa msikilize, Paulo anajaribu kueleza mwili, swala la dhambi. Mwili ulionao sio wa kwako, hata kama unaumiliki wewe.
Mwingine hajaelewa. Mwili ulio nao si wako, hata kama una umiliki. Ndio maana ukiutumia unavyotaka, Yesu anakugomea. Anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Manake wewe ulipompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake Kristo anakaa ndani yako, na Kristo hawezi kukaa pachafu. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu hawezi kukaa eneo ambalo ni chafu.